tukiwa katika Juma Kuu hili leo, tunaanza maadhimisho ya siku tatu muhimu. La kwanza likiwa ni hili la Alhamisi Kuu katika karamu ya mwisho, na la pili itakuwa ni adhimisho la kesho, Ijumaa Kuu, tutakapo yatafakari kwa namna ya pekee kabisa na kushiriki katika ibada hii ya mateso ya Bwana wetu Yesu Kristo, tukielekea kwenye kifo na ufuko, ndio Pasaka ya Bwana. Leo tunaenda kumsindikiza Bwana wetu Yesu Kristo, anaenda kupitia katika hatua hizo tatu muhimu ili kutukomboa ya mateso, kifo na ufufuko. Tangu tulipoanza kipindi hiki cha Kwaresma, tumekuwa tukikumbushwa na tumealikwa kutafakari juu ya upendo wa Mungu wetu, Mungu Baba, pende yeye aliyemtuma huyo Bwana wetu Yesu Kristo, aliyeufunua. Na kwa kweli katika siku hizi tatu, tangu leo, kesho, kesho kutwa, tutaliona hilo la upendo wa pekee alionesha kwetu huyo Mungu wetu, Mungu Baba, upendo ambaye inabidi na sisi tumrudishie. Tunapoadhimisha sherehe hii ya karamu ya Bwana, tunaliona hilo la upendo wa Mungu wetu ambalo litafunuliwa na kuonyeshwa wazi na Bwana wetu Yesu Kristo kwa hayo ambayo tayari tumeanza kuyasikia katika maandiko matakatifu yaliyosomwa kwetu. Ni Alhamisi ya mwaka huu tena, lakini inakuja na wazo hilo hilo la upendo wa pekee wa Mungu wetu ambao unakamilishwa na kufunuliwa wazi katika mwanaye huyo aliyekubali, akijua kabisa kwamba atayamaliza maisha yake hapa ulimwenguni, si katika njia hiyo ambayo ingelikuwa ni rahisi, lakini ni njia hiyo ya mateso, kifo. Lakini alijua baadaye kama atabaki hivyo katika kuyafanya mapenzi ya Mungu, litakuja ambalo limekuwa ni utukufu wa pekee, utukufu ambao ndo nasi tunaitwa, tunaalikwa tukafuata njia ya huyo Bwana wetu Yesu Kristo, tuweze kushiriki pamoja naye, na iwe ni furaha isiyo na mwisho milele yote. Nilifurahi baraza la maaskofu wetu walipotuletea hilo andiko ambalo tumekuwa tukilitafakari, tumesomewa kwetu, ambalo limetuongoza katika kipindi chote hiki cha Kwaresma, na kutualika likisema, ndugu, tudumu katika kutenda mema. Na kwa kweli ni mwendelezo wa kile ambacho kilikuwa kimeletwa kwetu katika kipindi cha Kwaresma cha mwaka jana, tulipokuwa tumealikwa kusimama imara katika imani. Utasimama imara katika imani, lakini kukiri tu hiyo imani au kuionyesha hiyo imani yetu kwa akili,
kwa kutaja na kutamka haitoshi, kama anavyotukumbusha Yakobo katika waraka wake huo, hiyo sura ya 2 aya 14, kwamba imani tu bila matendo haitoshi. Lakini bado tena imani ambayo itaendana na matendo, lakini matendo ambayo si matendo yanayotokana na ule upendo wa Mungu haitoshi. Kumbe ndugu zangu, kwa kipindi chote hiki cha Kwaresima tulipoalikwa kwamba tudumu katika kuyafanya haya, kutenda yaliyo mema, naomba tuongezee hilo kwamba ni mema yale ambayo yanatokana na huo upendo wa Mungu kama alivyofunua kwetu Bwana wetu Yesu Kristo, upendo ambao utatudai baadaye mpaka kujitoa kufa kwa ajili ya huyo ambaye yeye mwenyewe ametuonesha upendo, na kwa kufuata mfano wake mwenyewe. Na alisema wazi akiwa na wanafunzi wake baada ya kuwa amezipitia hatua hizo zote zinazoleta huo upendo kwao na kutaka kuachia huo upendo kwao, mwishoni anawaalika na akiwaomba wafanye hivyo na wafuate mfano wake. Amewaonesha tayari njia, na wafanye hayo kama yeye alivyofanya. Ndugu zangu, katika siku hizi 3 zote muhimu ambazo kama nilivyosema zina ushusha na kuonesha huo upendo wa Mungu kwetu sisi, tunaalikwa nasi tusikumbuke tu hayo ambayo yalifanyika, bali tuone namna gani tunaishi na namna gani tutaongozwa au tutasukuma kuishi zaidi na zaidi huo upendo wa Mungu, kwa kuyatafakari hayo ambayo kanisa linapenda tuingie katika kipindi hiki tukiwa nayo. Bwana wetu Yesu Kristo katika karamu yake ya mwisho, akipenda kwamba huo upendo wa Mungu Baba uendelee na ubaki kwa hao watu ambao amekuja na akawakomboa, na si kuwakomboa kama ilivyokuwa katika enzi hizo za hao Waisraeli wakombolewa kutoka utumwani Misri, bali kuwakomboa kabisa, kuwatoa katika hivyo vifungo vya dhambi, hayo ambayo yamewafanya wasiupate huo upendo wa Mungu na wasiurudishe tena ule upendo wa Mungu kwake. Aliweka hiyo sakramenti ya Ekaristi. Kwa hiyo leo tunayokumbuka kwa namna ya pekee sakramenti ya upendo ambaye yeye mwenyewe alitaka ituunganishe sisi kwanza na yeye kwa vyote, na kwa kutuunganisha sisi pamoja na yeye ambaye ni kama daraja, basi kwa namna hiyo tunakuja kubaki katika ushirika huo sasa na Mungu Baba yetu ambaye ni baba yake. Ndugu zangu, upendo wa Mungu uliobaki pamoja nasi katika sakramenti ya Ekaristi tunayaadhimisha kwa namna pekee leo. Tunaalikwa tulitambue hilo, na tukisha litambua tujiulize sasa sisi namna gani tunabaki au tumeunganishwa sisi na Mungu wetu kupitia kwa sakramenti hiyo ya Ekaristi. Bila shaka kuna hawa ambao tumeshaipokea hiyo sakramenti ya Ekaristi, tumeunganika na Mungu wetu, tumeunganika na Kristo, tumebaki katika ushirika huo. Ni upendo wa Mungu Baba kupitia katika sakramenti ya Ekaristi. Lakini tunabaki namna gani tumeunganishwa na hiyo sakramenti yetu ya Ekaristi? Katika kuipokea tunajiuliza kama kweli tunaipokea, na tunaipokea tukiwa katika namna gani? Na sio tu katika kuipokea hii sakramenti ya Ekaristi kwa wale ambao
labda wameipokea alafu baadaye wakaamua kuishi maisha mengine ambayo hawastahilishi kuipokea sakramenti ya Ekaristi, ambayo inatuunganisha na Kristo huyo ambaye tunamfuata leo na kumtaja na kupenda tuende naye, tuongozane naye kwa sababu ya huo upendo aliotuachia. Tunajiuliza sasa, tunafanyaje sisi ili turudi tena katika kuunganishwa na huyo Mungu wetu kwa upendo wake huo aliotuachia, lakini akabaki ameunganika pamoja na sisi kupitia katika sakramenti hiyo. Na wale ambao bado hawajapata nafasi ya kuunganishwa na Kristo wetu huyo Mungu kupitia katika sakramenti hiyo, wanafanya nini au wanasaidiwa namna gani ili waweze kuwa tayari nao kuja kuona huo upendo wa Mungu katika sakramenti hiyo, Kristo wa sakramenti, kwamba na yeye anakuja na anaenda kwao hao. Tuwashukuru wale wote ambao wamejitahidi na wakaishi wakiongozwa na huyo Bwana, lakini wakiwa wameunganishwa na sakramenti. Akapenda vile vile kwamba na wengine waje wafuate nao waunganishwe na huyo Kristo wa Ekaristi katika kuishi na kubaki wameunganika naye kwenye sakramenti hiyo. Huu mkate anaotoa ni mwili wake. Tumesikia hilo kutoka katika waraka wa Mtume Paulo kwa Korinto, somo la 2. Hiyo damu anayoitoa ni damu yake hiyo, cho kikombe cha divai ambacho ndio kinakuja na damu yake hiyo. Tuko tayari kubaki tumeunganishwa na huo upendo wa Mungu unaotushukia sisi kupitia katika sakramenti hiyo aliyoiweka, ambayo tunaikumbuka kwa namna ya pekee siku hii ya Alhamisi Kuu. Tunaendelea kumshukuru Bwana wetu Yesu Kristo anayeshusha upendo wa Mungu na akapenda ubaki kwetu, anapojiunganisha pamoja nasi kwa njia ya Ekaristi Takatifu, alipoamua sasa kwamba wawepo hao watu ambao nao watakuwa wanamshusha yeye, wanaufanya uwepo wake kweli katika Ekaristi hiyo takatifu uwepo na uendelee kuonesha upendo wa Mungu, na upendo wa Mungu wakomboe hao ambao wataipokea au watakubali kubaki wameunganishwa na sakramenti. Ndio hao wachungaji. Jumanne iliyopita tulipata nafasi ya kuja hapa kwenye misa hiyo ya Krisma, tukasema mengi kuhusiana na makuhani wa jumla ambao ni wote wabatizwa na makuhani hao wa daraja waweka wakfu, tukiwashukuru kwa kazi wanaifanya. Na wanikeni leo kwa namna ya pekee tuwakumbuke makuhani wote wawekwa wakfu ambao wanaushusha huo upendo wa Mungu unaotushukia na kutufikia kupitia kwenye sakramenti ya Ekaristi, na nasi tukaunganishwa na Kristo huyo kwa njia hiyo. Ni yeye mwenyewe alipoiweka hiyo sakramenti ya Ekaristi, aliwaweka hao vile vile, akaiweka hiyo sakramenti ya upadre ambayo leo na yenyewe tunaikumbuka kwa namna pekee, tukawakumbuka hao mapadre. Tuwaombee waendelee kuifanya hiyo kazi vizuri kwa uaminifu, na waendelee kumfanya Kristo huyo abaki pamoja nasi, na upendo wa Mungu nasi tuuonje kupitia katika kazi hiyo wanaifanya kwetu. Lakini tuwakumbuke vile vile kuna mapadri wengi huko ulimwenguni ambao bahati mbaya pamoja na kupenda kulifanya hilo, lakini hali haiwaruhusu kwa sababu wamepata vizuizi vingi. Labda hali ya kisiasa sio nzuri katika maeneo yao, hali ya kuishi kijamii sio nzuri, kuna vita na kuna mambo mengi sana ambayo anafanya washindwe kuifanya hiyo kazi. Wengine mpaka wanauawa, sio kuzuiwa tu kwenda kuadhimisha ibada hizo
ambako watamshusha huyo Kristo aje ukaa na watu, bali na wao wasifanye hata hiyo kazi, au wanazuiliwa ulimwenguni humu. Leo tunaalikwa tuwakumbuke hao wengi mapadri waliojitoa, lakini na kuwakumbuka vile vile hao watu ambao wangelipata fursa hiyo ya kumpokea na kujiunganisha na Kristo mwenyewe huyo wa Ekaristi, lakini haiwezekani kwa sababu hizo nilizozitaja za kijamii, za kisiasa, ambazo zinawazuia faidi na kuwa tayari kwa naye huyo Bwana. Lakini basi yote hayo ni ya upendo huo ambao ni upendo wa Mungu na ushuka kuja kwetu na ukabaki pamoja nasi kupitia katika njia hizo. Leo tunayakumbuka hayo mawili, lakini kuna hilo la tatu vile vile la upendo wa Mungu ambao inabidi tujiulize, pamoja na kwamba yeye mwenyewe anakuja na shuka na tuonesha, ameonesha wazi Kristo mwenyewe katika maisha yake, na baadaye analionyesha sasa kwenye karamu yake hiyo ya mwisho akiwa anakula na wanafunzi wake hao, akaonesha upendo uweje, upendo ufanyike namna gani. Pia yaliye Bwana aliye mkubwa anayetoa hayo mavazi aliyokuwa ameyavaa na akajifunga hilo vazi kingine kusudi aweze kuonesha upendo wake kwao hawa, na baadaye waje wafanye hivi hivyo. Baadaye atasema huko mwishoni katika somo hilo la Yohana hiyo sura ya 13 tuliyosikia, anaonesha kwamba upendo huo usiwe ni wa mdomo tu. Hapana, ni upendo ambaye inabidi wewe hata uko mkubwa ujishushe, uwe tayari kuwatumikia. Ni upendo wa kutumikia, upendo wa kuwapelekea wale ambao wana shida kwa vyote hicho ambacho wanakihitaji, lakini kukifanya hivyo kwa sadaka. Upendo wa sadaka. Taifa la Israeli wakati ule, kwa Wayahudi, mtu kama huyo mkubwa, yeye aliye mwalimu anafanya haya, nawaambia basi kama ni hivyo mnasema wewe ni mwalimu, basi sasa na nyinyi nendeni mkafanye hivyo hivyo. Kwa kuwaosha hao wafuasi wake miguu, anaonesha wazi kabisa kwamba katika kujishusha, katika kujinyenyekeza na katika kujitoa sadaka tutakuwa tunaonesha huo upendo wetu. Tuyatafakari yote hayo ndugu zangu, tukimtizama huyo Kristo wa upendo, Kristo ambaye anakuja kutangaza huo upendo wa Mungu kwetu sisi, na sio kutangaza tu, bali akaishi hayo ambayo yalikuwa ni kuonesha huo upendo wa Mungu kwetu. Na tuone, tujiulize sisi tunayafanyaje hayo katika maisha yetu. Ni nafasi, wakati wa kufaa kama ilivyosemwa, na kama nilivyowaambia, hayo ambayo tumeyasikia kutoka katika hilo fundisho la mababa la kutochoka kuyatenda mema, tuwe tayari nasi tuendelee kuiga mfano na kufuata mfano wa Bwana wetu Yesu Kristo kwa kuyatenda hayo mema bila kuchoka. Ndio upendo wenyewe, lakini kama nilivyosema, ni mema ambayo yanasukumwa na upendo, si kitu kingine. Huo upendo ambao baadaye utatudai kwenda hata kwenye mazingira hayo ambayo yanaumiza sana, au kwenye hali ambazo zinaumiza sana, lakini kwa kuyafanya hayo tutakuwa nasi tunaiga mfano wa huyo Bwana wetu Yesu Kristo, ambaye anaonyesha upendo ambao huwezi ukaulinganisha na hayo mengine ambayo yalikuwa yameshafanyika. Sadaka hizo kama ninasoma katika maandiko matakatifu zilizokuwa zinatolewa za wanyama, kifanyika hivyo. Sadaka hiyo ambayo ilitolewa ya hao huyo mwana kondoo, tulisikia katika somo la kwanza, wakati wa Israeli wanakombolewa kutoka Misri, alikuwa ni mwana kondoo, mnyama huyo, damu ya mnyama, lakini yeye sasa anakuja kutukomboa katika upendo wa pekee huo wa kimungu kwa kujitoa yeye mwenyewe sadaka. Atateseka kama nilivyosema kwa siku zote hizi tatu tunazokuwa nazo. Kesho tutakumbuka hayo mateso yake, atauawa, atakufa, lakini yote hayo ni kwa sababu ya upendo wa pekee
na baadaye atakuja kumlipa, kwa sababu atakuja kufufuka katika utukufu. Na hayo ndio sisi tunapenda sasa tuyatafakari na tuone sisi tunaishije hayo maisha yetu, na tunamfuata namna gani huyo Bwana wetu aliyotuonyesha hayo yote, ambayo nasi kama tutafuata njia yake hiyo, hakika tutakuja kuipata hiyo nafasi ya kutuletea huu utukufu kama aliyopata yeye. Ndugu zangu, niwaalike tunapomsindikiza Bwana wetu Yesu Kristo kwenda katika njia hiyo ya mateso, tukiyatafakari mateso yake hayo kesho kutwa, tuone nasi namna gani tunashiriki, au tujiulize tumeshiriki namna gani katika maisha yetu hayo, kubali kuteseka, lakini tukiwa tunasukumwa na huo upendo wa Mungu aliotufundisha Bwana wetu Yesu Kristo. Na itusaidie tutoke tena tukiwa na ari mpya ya kutaka kuishi, lakini tukiongozwa na upendo wake yeye mwenyewe huyo Bwana wetu. Tukumbuke kama anavyotukumbusha daima Mathayo katika sura yake hiyo ya 5 aya 45 na kuendelea mpaka 48, kutaka kuwa wakamilifu kama Mungu wetu alivyo mkamilifu katika hilo la upendo, ambaye yeye anakwenda hata kwa hao wabaya, akawapelekea jua likawaka kwao, akawapelekea mvua ikanyesha kwao. Na kwa kweli hata katika huo ujumbe wa Kwaresma mwaka huu, ukasoma hicho kilichoandikwa katika waraka huo wa pili wa Paulo kwa Wathesalonike, hiyo sura ya 3 aya ya 13, mwishoni huko utaona likitajwa nalo hilo, upendo wako ambao baadaye utakulazimisha na wewe kuiga mfano wa Kristo ambaye anaenda hata kwa hao wabaya. Tutayatafakari sana hayo kesho, kuona ni kwa namna gani Kristo upendo wake ameupeleka si kwa wale tu marafiki zake, ameupeleka na hata kwa wale wabaya, wale wanaomsaliti, wale wanaomkana. Ndio upendo huo. Sasa Mathayo katika sura yake hiyo ya 5 anatukumbusha hiyo aya 42 mpaka 43 mpaka 45 mpaka 48 vizuri kabisa, kwamba upendo wetu tusiuweke tu kwa hao wachache, ni upendo ambao unaenda kote kwa mfano wa Kristo mwenyewe. Kumbe tuwe tayari tujiulize na sisi, je, upendo wetu ukoje? Na baada ya kujiuliza tukagundua kabisa kwamba sisi upendo wetu umefungwa sehemu fulani tu, basi tutoke na tumuige Kristo Bwana wetu, ambaye anapokuja kutukomboa, kwa upendo wa kimungu anakuja kutoa yote, na ni kwa ajili ya wote, na hasa wale wabaya, kusudi warudi nao katika zizi hilo la Bwana kwa kumfuata huyu mchungaji mwema, mchungaji mkuu mwenye upendo wa pekee. Uwe ni upendo kwa ajili ya wote, na kwa namna hiyo tutakuwa tumefuka tena upya baadaye na Kristo huyo, ambaye ni Kristo anayeleta upendo kwa wote na kwa ajili ya ukombozi wa wote. Tumsifu Yesu Kristo.